Naitwa Hilda. Hilda ni engineer. Oh. Nimesomea metallurgy and mineral processing engineering na nimefanya kazi kwenye career yangu kwa muda kidogo. Oh, congrats. Mimi nikiona kama engineer lazima niwanyanyulie kofia. Like literally. Lakini pia ni personal development coach. Napenda sana kujifunza, lakini pia napenda sana kufundisha masuala ya personal development. Oh, that's beautiful. Kwa hiyo anything that has to do with personal development, unajua tunaongelea personal ni levels zote, afya, akili, spiritual, yani it's just personal development. So na nikikutana na kitu ambacho kinahusiana na hayo, nakuwa interested. Na lazima ni invest hapo, yani naona kama nailisha akili yangu. You're my mimi people. Pia ni mentee kwa hapa Duka Huru. Niko kwenye full ya mentorship. Me too. Kwa hiyo na nampenda Mungu. Amen. That's that last part. Amen. Amen. So what do you do now? And personal development, like that's the career based on. Yes. Okay, that's good. We need more help now. Watoto wa kike kusema kweli. And I love how women are coming up strong. Mimi naitwa jina la serikali. So before sijasema jina la serikali, one of vipindi ambavyo teacher alitoa akasema inafika stage ambayo jina ambalo unatumia ambayo ndo brand yako inakupa chakula, inakuweka mjini. That's how you start introducing yourself. Akasema mfano yeye akiitwa sehemu yoyote akisema jitambulisha anasema yeye ni Duka Huru. Afu akimuuliza jina lako kabisa ndo atasema Shams. So na mimi for some reason nimeadapt na hicho kitu. So everywhere I go ambayo watu wamenijulia social media au watu wangu wa karibu ambao wamebase na mimi social media, they call me Vovo. Mimi mwenyewe nakujua kama Vovo. Yes. And kwenye my friend circle kuna wakina Vovo hao wawili. So utasikia Vovo Fit na Vovo ya kawaida. So automatically waga tunajua. Kama wanani address mimi utasikia Vovo Fit. Alafu kama wanamuaddress mwingine they'll be like Vovo. So nimeshazoea kujitambulisha kama Vovo. Vovo ni nickname au It's a nickname. Jina la serikali ni Ivoni. Oh. Yeah. So Ivoni Vovo. Yes. Okay. Yeah. So I go by Vovo. Mimi ni fitness and wellness. I can't say coach or trainer, but somebody ambaye ni third party yuko sana kwenye hayo maswala. And I just want to help women. Men, yes, wapo, but men wabishi, mostly women kwa sababu tuna changamoto nyingi. From hormonal imbalances, stress and being overworked and everything. So that's my baseline. And I make the ultimate solution kwa afya ya binadamu, fermented foods. I say niteni Mama Cabbage. Mama Cabbage. Yeah. Mimi nimekuwa na kufollow muda mrefu. Thank you. Alafu nikaja nikakutana nawe hapa Duka Huru kwenye this program. And then I'm like, oh, that's the girl. Yeah. And leo ndo tunakaa kuongea. Exactly. Alafu nikawa naona ile product yako ya fermented cabbage, fermented carrot. Yeah. I was like, what is this? Mbona anakuwa anaongelea sana, naona testimonies ambazo watu wanazitoa zimewasaidia. Nikasema kuna namna kama nahitaji kitu kwa sababu tunabidi tu balance na it's good for our health na pia napenda improve. It is. So ni one of the subjects ambazo kwanza I stumbled upon it. Sijui, as you said, kwenye personal development last year, that was my journey. I said I'm going to improve myself. So I started reading since 2024. Nikaanza kusoma sana, nikasema okay, now since I'm venturing into maswala ya health and wellness, kwanza nijaribu kusoma vitabu pia vya afya. So nikakutana, kuna this book I was reading. I was like, fermented food, sauerkraut, kimchi, kefir, yogurt. I'm like, what? Sauerkraut. Naingia Google. Sauerkraut. What is this? Siku nikasema okay, despite kwamba unafanya mazoezi sana, unakula vizuri, bado nilikuwa nina shida ya tumbo. Yaani mimi nilikuwa nikila lazima nikalalie tumbo. Hiyo ni tatizo, it's a pandemic. Bloating, gas. Now, needless to say, kuna watu wana hemorrhoids. Mimi nina hemorrhoids. Now, what's that? Hemorrhoids ni bawasiri. Oh.
ni subject ambayo people don't talk about kwa sababu it's quite embarrassing. Ni vile vinyama vinatoka kwenye sehemu ya haja kubwa. They are extremely painful. Painful. Okay. Sasa imagine una hemorrhoids, una constipation na tumbo limejaa. Yes. Yani it's hell. So wakati naangaika nasema okay, nafanya kila kitu. Unakunywa sana detox. Unakunywa sana maji ya limao, chai za limao. Yes. Nimekunywa sana hizi kuchanganya vinegar na maji. But I'm like bado nikanywa kombucha. Kombucha ikaanza kuniletea unafuu. Ila bado inarudi. Jua kombucha yenye kidogo ina sukari. So inatuliza but kidogo kama inarudi. So nikaja kukutana na Saccharot nikasema nikaingia TikTok. Nika-search. Nikasema can I make this? Nikatengeneza my first batch. Nilivokula I was like, oh my God. This is exactly what I needed. This is what I needed. Okay. So from there ikawa kila siku mimi niko yani chupa haiishi ya Saccharot. So nilianza na Saccharot kwanza. Yogurt natengeneza tu on the side now. Kwa yogurt it's a bit challenging. Sio challenging ila kwa sababu kuna lactose. Alafu ile ni carbs. So kidogo natengeneza ile tu just for the taste and fun of it. But Saccharot changed my life. Nikasema okay nitengeneze pickles. Pickles nikaanza kutengeneza za vinegar but nikagundua kuna watu wana shida na vinegar. So nikatoa vinegar nikasema let it be natural kabisa. So ukipata natural kabisa ndo ile sasa tunapata the advantage that we need. That brings to our subject. Fermented foods hivi ni vyakula ambavyo vina wadudu ambao wame grow kwenye controlled environment. The reason tunatumia chumvi ni ili kuua the bad bacteria, wabaki hawa wazuri ambao ndo wanahitajika tumboni. As I mentioned hata kwenye previous post kwamba kwenye digestive tract tunaongelea kuanzia mdomoni. Chakula kinaanza kuwa digested kuanzia mdomoni. Ukiweka tu mate mpaka unavomeza kinafika tumboni, kinachakachwa na ile acid, kinaenda sidi kwenye small intestine, alafu kinachotakiwa kwenda kwenye large intestine. Hiyo yote tunaiweka tu kama tumbo. But ni digestive tract ambayo inaunganisha vitu vingi. Mle ndani kuna wadudu. Kasoro tumboni hakuna wadudu sana kwa sababu acid nyingi. Lakini ni utumbo mwembamba, utumbo mkubwa kuna wadudu, na hao wadudu ndio wanaosaidia mchakato mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo wadudu sio wabaya? No, kuna wadudu wabaya na wazuri. Mfano, wadudu wabaya ni ile ukipata food poisoning. Maana yake umekula kitu ambacho kimeenda kusababishia infection. Maana ukishasema wadudu watu tunaweza kusema wadudu. Yes, that's the thing. Watu nahisi ni wabaya lakini kuna wadudu wazuri. Mfano, wadudu unamaanisha bacteria? Kuna bacteria, kuna fungus, kuna parasite. Virus hapana. Virus ni all bad news from what I remember, but fungus, bacteria na parasite. Kwa sababu tuna parasites tumboni. Yes. Ila tukisema wadudu exactly hawa kwenye hivi vyakula tunaongelea bacteria na fungus kwa kiwango fulani. Yeah, for the most part. So hawa viumbe wako tunaishi nao. Tukizaliwa tunakuwa hatuna, and then as we grow tunaanza kuwa introduced na environments tofauti, tunaanza kuwatengeneza, tunawatengeneza, and then tukigrow up tukajikuta watu wazima, tuna vipesa kidogo, tuko exposed, tunasema yani mimi nimeijua KFC ukubwani. Kumbe una damage. Tunakunywa pombe, tunakunywa sukari sana. Yaani ukiangalia maisha ya Mtanzania kuanzia asubuhi ni almost unakuta mtu ana take 80% sugar. Processed. Milo 3 asubuhi. Yes. Sukari mchana, sukari. Jioni, yani ni sukari. So tunaanza kuwaua. So ile balance baada ya kuwa wazuri wabaya unakuta wabaya wazuri. So you're saying kwamba sukari inaua wadudu wazuri? Oh yeah. Okay. Yeah. What else? Too much sugar. Too much sugar, alcohol. Kitu gani kingine? Mafuta. Yes. Tena mafuta. Yes. Vyote unavyokatazwa kula kwamba vitakusababishia unene. For the most part ndio vyakula pia ambavyo vinaenda kuua wadudu wako. Yes. So tukiongelea kuanzia mafuta, sukari, pombe, nini kingine? Poisons hapa na pale, labda radiation sijui nini. Lakini exposure kwenye radiation ni issue nyingine, but hivyo vitatu vinaua wadudu wazuri. So what happens wadudu wazuri ndo ile balance inaondoka. Baadaye wadudu wazuri natakiwa wawe hapa, wabaya hapa. Yani hawa wakiwa wengi, hawa wabaya hawana pa kwenda. So wanakuwa suppressed, wengine wanauliwa, wengine wanafanyiwa nini. Tukiwaua wazuri, wabaya wanapanda. Na wabaya wakipanda kinatokea nini?
Dalili ya kwanza, digestion yako inakuwa interfered. Dalili ya kwanza. Okay. Na sio wote wanapata dalili ya digestion kuingiliwa, bloating au nini, sio wote. But utaona afya yako kuna namna ina deteriorate. Okay. Kwa sababu as I said, immunity inaanzia tumboni. Yani hawa wazuri ndo wanafundisha mwili wako swala zima la ulinzi. Ndo jeshi. Yani ni kama ukienda jeshi la wananchi. Okay. Pale getini, yule mlinzi akikwambia huingii. Ila mkishaenda wananchi wengi mkamzidi, mkaingia ndani, jeshi lishavamiwa. Okay. That's what happens. So wadudu wazuri ni kama geti. Au ni kama neti, wewe umelala ndani alafu wako nje mbo sasa. Yes, that's your first defense. Now wakishakuwa unbalanced, chochote kitakachoingia ndio unakuta kinapitiliza moja kwa moja magonjwa hapa na pale. Yani kuna issue tu mwili unakuta uelewi kwa sababu your first line of defense tumboni haiko sawa. So kwa nikijisi nimechoka. Probably shida inaweza sio zote, inaweza ikawa imeanzia tumboni. It depends with mzito. Yani wewe unajisi. It depends how long that has been going on. Okay. Na inawezekana mfano ndio wanasema ukiwa unakula vizuri, ukiwa kwenye safari yako ya kula vizuri, ukiona changes kwenye mwili, you will know what's happening. Ila kama hauko kwenye hii safari, it's hard to tell you what's going on. Unakuta hunywi maji, hupumziki, hufanyi mazoezi, wewe ni kula kulala, una stress sijui za kazi, sijui za ndoa, sijui. So una mambo mengi ambayo yana exhaust mwili wako mzima. So hatuwezi tukasema hii inatokea tumboni. Ila ukija ukasema tumbo langu muda wote limejaa, utasema okay, hiyo inaanzia tumboni. Ukasema nakula vizuri, nafanya mazoezi, lakini kuna issue nyingine na tutasema okay, labda now let's try to fix kuanzia tumboni. Kwa sababu tayari kuna hivi vitu vya muhimu ambavyo unavizingatia. Right? Okay. Yeah. So turudi kwenye fermented products. Yeah. So wewe una products kubwa ambao mimi ambao naiona sana. Cabbage. Ni fermented cabbage, afu inakuwa na carrot. Yeah. Na nimeona watu wengi wanatoa ushuhuda kuhusu product yako. Hata leo tu yule amesema sijui alienda nchi gani ile? Addis Ababa. Yes. Oh no, Saudi Arabia sijui? Yes. Yeah. Kuna mtu ametoa testimony. Yeah. Ameenda alichukua hiyo product yako akaanza kutumia, naona alinunua yeye mwenyewe na yeye alisema amenunua, inaitwaje? Ila ni nje, ni same category. Ila sio cabbage per se, but it's in the same category. Okay. Yeah. Na akaanza kuona changes. Akapata na mtoto. Kuna mwingine akapata na mtoto. Yeah. So this is wonders. Afu ukiangalia haujatumia makemikali, hujana exactly. Makorokoro yale kula pesa nyingi. Exactly. Kuna one of the lady nilikuwa naongea naye juzi gym, akasema she is a firm believer wa kurudi kwenye natural foods. Okay. Me too. Ukiona kila kitu kimefeli, rudi kwenye roots. Okay. Ukiona kila kitu kimefeli, kwa sababu watu hospitali wanatoa dawa kwenye vyakula. Hizi spices tunasema kunywa spice tea sijui nini, ndo dawa zinakotoka. Okay. Kwenye mimea sijui mizizi ndo dawa zinakotoka. So kama dada nimeamka na ile message asubuhi nikamwambia, yes napokea testimonies nyingi but naomba kushare hii. Akasema sawa, so nikaishare. And it's because na promote sana cabbage kwa sababu ni kitu ambacho kiko available. Tunakiignore. Cabbage buku tu. Watu tunadharau sana cabbage. Cabbage itself, hata kabla hujaiferment, ni one of the best foods there is. Oh. Yes. Na unaweza ukaipika in so many ways. Yani tumeipa uadui ambao hauhitaji. So na promote cabbage kwa sababu I'm like anybody can get cabbage. Anybody can get it. Kwa mwenye uchumi wa aina yoyote. Yani uchumi wa aina yoyote anaweza kupata cabbage. Ndio maana naipromote kwa sababu ni chakula ambacho tunakiona kila siku. Ningeenda na kimchi. Kimchi ni iko sana Asia. Korea, wa China, wa Japan, wa Korea. Na ile unaweza ukasema uiandae lakini watu wasielewe. So tunaenda pia na familiarity ya kitu ambacho tunakijua, jamii yetu wanaijua. So ungesema niende I made kimchi lakini I was like kuna namna watu wanaweza wasielewe umuhimu wa hii. Na kimchi tayari ina spice. Yani kimchi ni spice. A lot of it. So ungesema twende na hii, twende na cabbage. Na promote pickles lakini na yenyewe kwa wastani wake kwa sababu cabbage ni superior kwa vile vingine. Mimi na swali. Yeah. So, nimekuwa interested sana na hiyo
fermented cabbage and carrots. Napenda ile package yako. Sasa kuna beetroot pia. Yeah. Na sasa kitu ambacho kilikuwa kinaniwazisha. Unajua sasa hivi tuko kwenye mfungo wa Kwaresma. Na wengine wako Ramadhani. Wako Ramadhani. Ukiintroduce ile kitu kwenye tumbo kiko fermented, alafu umekaa siku nzima haujala. Yeah. Ina shida yote. Thank you for asking me that. Is it okay? Nimetoka kushare that post leo. Sijaiona. Yeah, nimetoka kushare that post leo nikasema hiki kipindi cha mfungo I'm going to slow down on usifanye hiki. Nikasema kama unafunga haimaanishi kwamba uache kutumia, kwa sababu mtu mwingine anasema sasa hizi nafunga siwezi kutumia. What you do is you incorporate it na chakula kingine. So usile yenyewe on an empty stomach. Tayari ile ni chakula kina nguvu sana. Ukiintroduce tumbo lako liko under stress, unaweza ukapata shida badala ya faida. So what you do, ukisha kunywa chai ile jioni, kwa sababu I'm also fasting. And one of the many reasons, yes I'm fasting kwa sababu ya personal reasons, but also na fast na watu wengine ili ukiwa mwana science always mwana science. Okay. Yeah, inasema also I need to kuangalia kwenye hiki kipindi cha mfungo what could actually work. So mimi mwenyewe sikwambii kitu ambacho mimi mwenyewe sikifanyi first time. Yeah. So what I do is nakunywa kama ni chai au kama ni uji kuamsha tumbo, afu nitakunywa maji. Ninapokula mlo wangu wote sasa. Naweka na kama ni beetroot, kama ni sauerkraut, au kama ningekuwa natumia carrot au pickles, naweka pale. Kwa kama nakula let's say miogo na nyama na mboga za majani kwenye hiyo plate, utakuta nimeweka vijiko viwili vya sauerkraut au kama ni nini naweka. Kwa hiyo nakula na chakula chote. So that way hakiingii chenyewe kwenye in an empty stomach. Okay. Yeah. Kuna wakati nyuma hapo ulisema kwamba ukiwa unatumia hizi ili uone matokeo, manake pia kuna vitu extra kama vyakula ambavyo pia unaconsume ujaribu kuviangalia. So naomba nikuulize, assume leo, kesho na kesho kutwa siku 3. Nipe namna yako ya kufuturu, kwa sababu tushazoea kufuturu unakula kila kitu. Umefunga unataka ule kila kitu. Sasa niambie mtu ambaye nataka nifuturu lakini bado ni ule healthy on track, natakiwa ni balance vipi? Kwa nipe meal plan ya siku 3. Meal plan ya siku 3. Lakini pia uniwekee hizi products ambazo ni nzuri kwa ajili ya tumbo langu. Okay. Thank you. Oh, this is fun. So product ya kwanza twende tu na sauerkraut. Your fasting itategemea unataka kuanza na chai au na uji. Hiyo sikupangii. Okay. Right? Kwa unaweza ukaanza kama ni uji, sawa. Kama ni chai, sawa. Ukishapata hiyo, kunywa maji. Okay. Lazima uwe hydrated. Watu hawanywi maji. Ile glasi moja ya maji haitoshi kwa mfungo wa masaa 12. Kwa hiyo kuwa na chupa yako ya maji. Right? Kama ni lita 1.5. Jiambie kabisa nikishafuturu lazima nimalize hii chupa because you wanna be hydrated. Alafu kwenye hiyo chupa ya maji sometimes ongezea chumvi, ile pink salt. Okay. Au sometimes ongezea maji ya madafu. Right? Ili to balance electrolytes. Pink salt. Yeah, Himalayan pink salt. Okay, kama mtu ambaye ana pink salt. Cha kawaida achana naye. Ni jamii ya hizi chumvi ya mawe au yenyewe inakuwa ni tofauti? Yenyewe ni tofauti, and hata chumvi ya mawe unaweza ukatumia, but ukiweza kupata pink salt it's better. Okay. Yeah. Pink salt. So cha kwanza ukinywa chai, kunywa maji, jiwekee kwamba ni lazima umalize. Na kunywa maji sio kisha kunywa chai ugudie lita nzima. Nenda kwa balance. Oh my God. Nenda kwa balance. Okay. Like kunywa baadaye tulia kwa sababu utaendelea kunywa. Okay. And now kwenye chakula, if I were to give you a 3-day meal plan. Mimi sibadilishi chakula kila siku. Nimetengeneza supu ya cabbage juzi, was it? Supu ya cabbage tena? Supu ya cabbage. Si tuna fermented cabbage. Yes, kuna fermented cabbage. Alafu nimetengeneza supu ya cabbage ambayo nimechanganya na kuku, nimechanganya na bilinganya, alafu nimechanganya na hoho na macarrots. Okay. So it's a soup ambayo ni tamu, sio ya diet. Okay. So hii tunatafuta fiber, tunatafuta chakula ambacho hakina sukari nyingi. Mimi nakula, so nimekula Alhamis, nimekula Ijumaa, na leo Jumamosi nakula the same thing. So nakula supu yangu ya cabbage, viazi vyangu vya kuchemsha, sweet potato,
bamia nimechemsha. Japo hata ningetaka kuandaa roast haina shida, but nilikuwa nimechoka so nikachemsha. Alafu hapo pembeni naongezea na sauerkraut. So that's my meal. Okay. For the last 3 days, kwa sababu siwezi kupika kila siku, kuingia jikoni, cost, uchovu, time. Ulisemaga kwenye one of your posts. Yes, so mimi siwezi kupika kila siku. Unapata nguvu za kupika milo. So if I were to give you a 3-day meal plan, angalia kama ni mtu ambaye you can cook kila siku, well and good. Kama uwezi, pika chakula ambacho kitakupeleka hata 2 days, 3 days. Kwa mimi ni mpenzi sana wa soup, na one of my favorite ni cabbage au vegetable soup ambayo nitaweka mboga za majani, nyama, broccoli, sijui kila kitu. So hiyo najua inakaa hata wiki. Mimi nikupasha tu na kula. Viporo ni healthy. Oh yeah. Very. Unajua kuna mtu aliniambia zawadi. Hapana. Wewe usile viporo bana, hicho kitambi kitaisha. No. Actually kiporo cha ubwabwa it's even better kuliko ubwabwa fresh. Yeah. Wait. Surprise. Wewe mbona kama umenibadilisha yani kitu ambacho nilikuwa ni. I'm not kidding. Serious? Yeah. Ubwabwa kiporo ni better kuliko wali fresh. Usitupe science, tupe in brief kwa nini? Kwa sababu ukilala kuna ile sijui nisemaje, scientifically ile nini sijui nisemaje, sio product ambayo inafanya wali uwe na too much carbs. Okay. Inakuwa suppressed. Oh. Ni the same way chakula kikilala kesho yake kinakuwa na too much spice, ni kama kinakuwa umekimarinate vizuri. Ila wali ukiuacha upoe ukalala, ile nani yake ambayo ina activate kwamba wali uwe the bad guy inakuwa ime turn down a bit. So hata kustimulate sukari sio sana, ita stimulate lakini sio sana kama ukila wali fresh. So mtu ambaye kwa mfano yuko kwenye keto diet lakini amemiss tu anataka kucheat na wali, bora ale kiporo cha wali. Bora ale kiporo cha wali, but I do not recommend watu kujirestrict sana na chakula. Find your balance. Mimi mtu yote akija kwangu namwambia find what works for you. Mimi imenichukua muda sana kwa sababu you keep trying this and that and that. Afu baadaye naona kama inaniletea headache. Find what works for you. Okay. Balance up. Have 80% healthy lifestyle. Kwa sababu bado ni vijana. Tukisema 100% ni uongo. At least 80% of your life iwe healthy. Okay. 20% itaji adjust yenyewe. Yes. Just ni ile chochote kisiwe too much. Kisiwe too much. Yeah. So unakuta mimi naweza nikaenda wiki nzima sijala wali. Sijui ma KFC, sijui ma pizza, lakini kuna weekend moja itakuja. Uambie kitu. Hakuna wa kunikamata. Nimeshika ice cream, nimeshika sijui nini, nimefanya but I'm like, yeah, tutarudi. And it gets easier. I wish people could understand this. Find your balance, things gets easier. Yani uoni kama mtu amekushikia bunduki. Mfano wewe saizi ukasema mimi kuanzia leo sili wali, sinywi soda, sili chocolate, sili nini. Exhausting. Unaishia katikati, unachoka. Utaishia katikati. Mwili wako utakwambia we'll see. But ukianza taratibu. Leo ukasema okay, umemaliza wiki hujanywa soda, wakati kwa wiki unakuwa unakunywa soda mara 3. Ukamaliza wiki. Okay. Baadaye utajikuta wiki 2. Okay. Baadaye a month. Baadaye 2 months. Baadaye 3. Na ikitokea umeenda sehemu hata ukanywa mara moja, it's fine. Umeshazoea. Hapo hakuna mtu atakuja kukutoa. Ukaja kwenye ice cream. Kila siku uko unakula ice cream, ukaanza 2 days, a week, 2 weeks. Mwili unazoea and like okay, this is normal. So ni taratibu. Okay. Kama mtoto uwezi ukaanza akazaliwa akaanza kukimbia kabla hajatambaa, kabla hajalala, hajakaa, hajatambaa. Kwa taratibu, it's something that we do not understand how we take it for granted kwa sababu tunataka a quick fix. Okay. But it takes time and you have to be very patient. Just as long as you know I'm doing everything right, you will be okay and mwili wako uta-communicate kwamba Hilda, tuko okay. Tuko vizuri. Tuko vizuri. Hapa tumefika. Hapa tumefika. One more question. Yeah. Is there something like too much cabbage kwamba itakuwa na shida kwenye mwili wangu? Like kwenye fermented au cabbage kama kawaida? Kwenye pande zote. As we say, hata kama kitu ni kizuri kiasi gani, ikishakuwa too much, it's harmful. So namshauri mtu atumie yani like afanye mara ngapi kwa wiki? Yani kwa wiki hizo fermented tunakula kila siku. Kwa sababu tunakula kijiko kimoja, viwili, vitatu maximum. Yeah.
kumbe sio nyingi. Sio nyingi, huwezi ukabugia the whole thing. Chachu kama limao au ukwaju. Exactly. Yaani kama kufanya mate ananitoka. I feel like vitu vichachu vina you get addicted to them. Yeah, lakini meno kama mimi navipenda, lakini nina shida ya meno. Kishakuwa kichachu sana, meno anapata ganzi. So everything needs balance. Hata kama ukiambiwa kitu ni kizuri kiasi gani, haimaanishi unywe kila siku. Hata kama ni let's say spice tea ni nzuri, lakini ukishaanza kunywa kila siku ni shida. Mwili cannot tolerate anything too much. Mfano mzuri maji. Maji ni mazuri, lakini ukishakunywa maji mengi it's harmful kwenye mwili wako. Kila kitu, yani maji yanafanya dilution hata mwilini. Ndio maana mtu kama unaweza kunywa maji lita 4 sawa, lakini kwa kuanzia unaweza kunywa lita 2, it's more than enough. Ndio maana unaweza kukuta mtu unakunywa maji lita 8, kwanza unaweza hata kufa. Unakunywa na ni mazuri lakini yakishakuwa too much unaharibu kila kitu. Kwa hiyo lazima utafute balance ili upate source ya vitu vingine toka sehemu zingine. So kama hii wiki mimi nakula cabbage soup, next week nitabadilisha, nitatengeneza labda vegetable soup, au nitapika maini, au nitapika samaki. Nikija kushtuka na cabbage nilifreeze miezi 2 iliyopita, natoa na yeyusha. Kwa unaweza ukaifreeze, haiharibiki. Fermented uwezo ka freeze. Ila naongelea tu chakula sasa. Yeah. Chakula mimi nitapika, nikishakichoka na freeze. Kitakata mwezi. Baadaye nikishtuka na kitoa na freeze, naendelea kulela. Fermented haitakiwi ku freeze. Ndio maana ikishakuwa tayari after room temperature tunaweka tu kwenye fridge ili ku slow down fermentation process. Ila ukifreeze ni kama unaua tena, kwa sababu nao wadudu hawana maisha. So wanakufa. Kwa hiyo nikitaka na mimi nipate hizo fermented cabbage, ushaniambia they're safe hata kipindi cha mfungo. Na hiyo ndio ilikuwa concern yangu. They're very safe. Kwa hiyo zinapatikana muda wote. Muda wote, masaa 24, na mimi simu yangu muda wote napokelewa. Mwalimu anasema biashara yako usipokuepo inaenda. Mimi namwangaliaga tu. Nope. Lakini nimependa biashara, yani whatever you're doing ume-aim kwa ajili ya sisi watu ambao wenye shida sana ya afya zetu, matumbo wanawake, yani matumbo yetu hajawahi kuwa sawa. Yani ndio unaishi, lakini I feel like upata kitu ambacho ni standard, hakina chemicals mengi, na kinakusaidia na vitu vyote hivi, na kuwa ni kitu kizuri sana. Na hapo hata tujagusia masuala ya hormones, maana kwenye hormone imbalance na wanawake topic for another day, maana hata tujagusia na hata hahitaji kugusia sana, kwa sababu I'm like, you just take it, you try, alafu utapata majibu mwenyewe. Alafu ukishaanza kuona benefits zake, and then you improve kitu kingine. Yaani utaanza kuona kuna baadhi ya vitu ni kama vinaingiliana, vinaanza kukaa sawa. Unaweza kukuta labda period yako imeanza kuwa sawa, au haupati too much pain. Yaani utaanza kuona kuna vitu, na hichi ulichosema bloating. Yes. I have a friend anasumbuliwa na bloating mpaka tunamuonea huruma. I think introduce kwenye Thank you. Yani mimi naambia tu jaribu, siku guarantee, sitakwambia fanya kula hii itakufanya sijui ni. I'm like just try. Nirudie majibu yoyote atakavyokuja. Na ikishindikana nitakwambia tu inabidi urudi hospitali, figure out what's going on. Ila sikuthibitishi kwamba Na one last question. Kwenye ile meal plan ambayo ulitupatia, ulisema kwenye maji tuweke chumvi, pink salt, kidogo, Himalayan pink salt. Okay. So kwa nini hiyo chumvi? Okay, chumvi ya kawaida sio nzuri, ndio maana hata kupikia tunasema jamani, msitumie chumvi za kawaida. Hizi table salt tayari zinaweza kusababisha imbalance mwilini. Now that's a scientific thing ambayo mimi mwenyewe ni mpaka nikae sana, nitulie, nipitie, nije sasa niweze kumwelezea mtu. Najua mitandao watakuja kunilamba. Tueleze kuhusu pink salt. Pink salt. Ndio maana ukisikia wanasema kama una pressure tumia pink salt au chumvi ya mawe. Kuna watu naona influencers wengi wanakuwa nazo, wanaofundisha masuala ya afya. Yes, ile haina effect sana kwenye blood pressure. Kama chumvi ya kawaida. Ndio maana hata kwenye product pia tunatumia hizi za mawe au pink salt. So kile kwenye maji
tunaweka kwenye maji kwa sababu unavyofunga sasa hivi hamna kitu unachokula. Electrolytes zako zote zenyewe ndo zinafanya hiyo kazi. Yes, ile wanaita water retention na nini, zenyewe ndo zinahusika sana. So we need those. Nao kipindi cha mfungo na joto na kila kitu na watu wanywe maji. Maji peke yake kipindi hayatoshi. Kwa hiyo lazima ufanye na enhancement hivyo, maji ya madafu, chumvi na nini. Yani mimi kama personal development coach napenda sana kuambia watu wahakikishe wana balance. Lazima kazi, afya na familia na mambo ya utafutaji ya balance. Kama hauwezi ukabalance, afya ni msingi mkubwa sana wa mtu. Kwa hiyo we need more people like you ambao wanatufundisha just natural ways za wewe mtu kukaa sawa. Na sio kwamba kila siku utumie sijui ukanunue products gani, ukanunue products na kati you can just kutumia kitu natural like cabbage. So asante sana, nimejifunza vitu vikubwa sana. Thank you. Na ninawaambia watu jifunze kutengeneza mwenyewe. So unaweza nikatengeneza mwenyewe? Unaweza ukatengeneza mwenyewe. Nisha post video 2. Moja natengeneza pickles, nyingine sauerkraut. Ziko pale nimepin kwenye my profile. So sio mchoyo. Teacher anasema let's all win. Sio mchoyo wa maarifa. Nini mitandao ipo. You can always check out, do it na nini. Ila kuna vitu inabidi mimi nakuja more advantage kwa sababu unajua maabara huwa tuna grow culture. Kama tunataka tufanye urine culture lazima tuchukue wadudu tu grow afu tuangalie ni wadudu gani. So kwangu it's extra advantage kwa sababu it's something ambayo nimeifanyia kazi na nimeisoma. So huku nje ni kama tu nimedeviate, instead of kugrow wadudu kwenye mikojo na grow kwenye vyakula. So kwangu ina add a little bit of more advantage, but unaweza ukatengeneza mwenyewe. Ukishindwa nahisi nitakuwa na program ya kumfuata mtu kwenda kutengeneza, but bado sijai layout 1-on-1. One on one kwamba upate pia na theory. One thing about practical, lazima ujue na theory behind it. Without it mimi nitachukua hii ambayo tayari umetengeneza ambayo alafu nijifunze hizo nyingine wakati naendelea kutumia hii product. Karibu. Delivery ni muda wowote. Mikoani natuma. Dar es Salaam hapa. Yani kokote. We just want to get better. Yes. Na there's so much to it than vichache tunavyoviongelea. Najua wengi tuna focus tuna guess na bloating, but there's so much. Nikikwambia tumbo linaunganika mpaka na ubongo utume information kwamba sasa hivi tuna stress au tuna nini. So ni huko, yani yoyote ni njia moja. Unapokuwa na gut nzuri, it's guaranteed hata ubongo wako unakuwa na function proper, which means itasaidia hata kubalance stress hormones zako na hormones zako in general. Productivity itaongezeka na mambo kama yani vitu vingi. And I've been the happiest since nimeanza kula hivi vidude. I don't know, it's more vitu ambavyo na vinotice. Like kama ningekuwa napima sana stress hormones level, ningegundua zimepungua. But I don't know, maybe tu kwa sababu maisha yali change. I decided to be a happy person. Au maybe na zenyewe zimesaidia kwamba okay, now since una control stress zako, afu kuna hii backup. So mimi nitakupa review yangu. Yes. Tena actually nitaongea kabisa in public kama hapa. Leo nachukua, natumia, najua kabisa vitu vingi in 7 days lazima kuna changes ambazo mtaanza kuziona. After by the end of the fast, nitaona kabisa how this thing. Whichever matokeo utakayoyapata. Lengo ni kuelimisha watu. To chase clout kwamba ni lazima iwe mazuri. Unaweza ukatumia ukatoka ukasema okay, now let's talk. Hebu niambie mimi nimetumia but nimepata 1 2 3. That's how we learn. So feedback ni muhimu. Feedback ni muhimu yoyote ile. Yes, feedback yoyote ile ni muhimu. Okay. Asante sana. Thank you. It was nice talking to you. Bye. Bye.